Ujambo na karibu tena leo kipekee katika darasa hizi za mahusiano, familia na malezi. Leo tuna mada isemayo umri sahihi wa kuingia katika ndoa. Ni upi umri sahihi wa kuingia katika ndoa? Jambo la ndoa na hususani umri sahihi wa kuingia katika ndoa ni jambo ambalo ni mtambuka. Kwanza ni jambo pana na ni jambo ambalo ni mtambuka kwa sababu lina maoni, lina fikra, lina mpokeo tofauti tofauti kulingana na tamaduni, lugha, jamaa na taifa mbalimbali, watu wa mataifa mbalimbali. Lakini leo kipekee nataka tuangazie sasa ni kipi ambacho tunakipata kutoka kwenye maandiko matakatifu, kwa sababu tunafahamu moja wapo ya maandiko matakatifu ambayo yamevuviwa ni ya Mwenyezi Mungu. Hata Qur'ani na support, na ndio maana Mtume Muhammad anaambiwa katika suratul Yunus aya 94 kwamba kama anayo shaka aulize waliosoma vitabu kabla yake, yani watu waliosoma Biblia na vitabu mbalimbali vya Taurati. Sasa leo tunaenda kwenye kitabu mojawapo cha Taurati cha Hesabu, kitabu ambacho kiliandikwa na Musa, vitabu vile vya Torah. Kwa hivyo leo katika kitabu cha Hesabu tutaangazia sasa Biblia kwani inasema nini? Neno la Mwenyezi Mungu lenyewe linasema nini juu ya umri hasa sahihi? Lakini kabla tujaangalia katika maandiko, leo turejelee katika dhana za mataifa mbalimbali. Kwa haraka tu ni kupitisha, ninayo mataifa machache ambapo kuna sheria za ndoa, yani sheria ambazo zinahusu vijana wa kiume na wa kike kuingia katika ndoa. Ninazo nchi chache kama nilivyo kutaarifu, nitazisoma hizi ambazo nimefanikiwa kuzipata, na mimi wewe unaweza kuzipata nyingi na nzuri katika mitandao ya kijamii, katika vyanzo mbalimbali vya taarifa. Hapa ninayo list ambayo ina legal age for the marriage from different countries. Ufaransa wao kijana wa kiume anaruhusiwa kuingia katika ndoa akiwa na miaka 18, na huku binti anaruhusiwa kuingia katika ndoa akiwa na miaka 16. South Korea, Korea Kusini inaruhusu kijana aingie katika ndoa akiwa na miaka 19, huku binti akiwa na miaka 18. Egypt, mwanaume kijana wa kiume akiwa na miaka 18 na binti akiwa na miaka 14. Italy, kijana wa kiume miaka 18, binti miaka 16. Thailand, binti miaka 17, kijana wa kiume miaka 20. Spain, Hispania, kijana wa kiume miaka 18, binti miaka 16. Hii ya Irani sasa ni ya pekee. Yenye Irani mwanaume kijana wa kiume awe na miaka 15 anaweza kuingia katika ndoa, lakini binti akiwa na miaka 13 peke yake anaweza kuingia katika ndoa. Bangladesh miaka 21 kwa kijana na binti miaka 18. Indonesia miaka 19 kwa kijana, miaka 16 kwa binti. UK, United Kingdom, Uingereza wao ni miaka 18 kwa miaka 16 hadi 18 kwa binti. Japani ni miaka 18, binti miaka 16. Russia kijana wa kiume miaka 18, binti miaka 18. Germany miaka 18 kwa kijana, miaka 18 kwa binti. Canada miaka 18 kwa kijana, miaka 16 kwa binti. Switzerland miaka 18 kwa kijana, miaka 18 kwa binti. Brazil miaka 18 kwa kijana, miaka 16 kwa binti. Australia miaka 18 kwa kijana, miaka 18 kwa binti. Iraq wao binti sasa hivi imekuwa ni mzozo na imekuwa maarufu kwamba Iraq wao, nchi ya Iraq wamepitisha mswada wa binti kuingia katika ndoa kuruhusiwa kuolewa akiwa na umri wa miaka 9 peke yake. 9, single digit 9, miaka 9 peke yake anaruhusiwa kuolewa. Na sasa tukiachana hizo nchi nyingi mbalimbali, kipekee hapa East Africa, nchi ya Tanzania ambao wao walipitisha sheria ya ndoa mnamo mwaka 1971, ambayo sheria imekuwa na mapitio mbalimbali na miswada mbalimbali imekuja kwa ajili ya kubadilisha sheria hii ya ndoa ambayo inamruhusu binti wa miaka 14 kuingia katika ndoa. Miaka 14 anaruhusiwa kuingia katika ndoa, na hii hapo ni sheria ya ndoa mwaka 1971 ambayo inamruhusu mtoto wa kike kuingia kwenye ndoa akiwa na miaka 14 kwa makubaliano ya wazazi, na pia mahakama ikiwa na supportiwa, na mpaka miaka 16 anaingia katika ndoa. Sheria za ndoa za nchi na dini zinaweza zikawa zina kanganyiko wakati fulani. Ndio maana wakati fulani kipindi Dr.
waziri mmojawapo mwenye dhamana katika masuala haya mazima ya ndoa, Dr. Damas Ndumbaro ambaye alikuwa ni waziri wa sheria na katiba, alipoleta mswada bungeni wa kubadili sheria hii, Profesa Paramagamba Kabudi alisema kufumua hii sheria ya mwaka 1971 ya ndoa ambayo inamruhusu binti kuolewa akiwa na miaka 14 ni sasa na kufungua Pandora box, jambo ambalo linaweza sipate majibu kwa sababu ni jambo ambalo ni mtambuka na pana. Unajua sheria yote ambayo imefumwa au imetengenezwa kwa kucompromise, kwa sababu hapa kumbuka sheria ya nchi inabeba watu ambao wana dini tofauti. Kuna Waislamu, kuna Wakristo, Wabuza, Wahindu, Wapagani na watu mbalimbali wenye jamii na matabaka mbalimbali. Ni sheria ambayo inapaswa kuendelea kwa utaratibu sana. Lakini leo nataka ni kupatia jambo moja tu. Sheria hizi zote za nchi ukizisoma, hizi nyingi hasa za vijana ambazo zinazungumzia, utakuta nyingi ni miaka 18, 21, 18, 19, 17, hii ya Irani ndio 15, nyingine 18, 14, 19, 20, 21, nyingi zinacheza hapo. Ukichukua hiyo average, jambo la pekee ni kwamba zote zina approximate kwenye ule mwaka ambao Biblia unatambua mwanamume kuwa anaweza kubeba, anaweza kutwikwa majukumu ya ndoa, ya familia, ya mume. Lakini hatuishii hapo. Katika dini ya Kiislamu, na hapa tunakazia tu kile kwamba wengi hatujafahamu kwa undani madhumuni hasa ya ndoa. Ndoa inalenga nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye alimuoa binti Aisha, alimchukua akiwa na miaka 6 peke yake. Binti mdogo, mtoto mdogo kabisa. A 6 years old girl akachukuliwa. A 6 years old girl akachukuliwa na mtume akiwa na miaka 6 tu peke yake. Na kisha vitabu vya hadithi sahihi vinasema kwamba mtume alimuingilia kiunyumba akiwa na miaka 9. Sasa kumbe hapa tunaweza tukajifunza kitu kwamba kusudi la ndoa kumbe si tu kuzaa watoto, si tu mtu labda akiingia tu kwenye ndoa basi anakuwa majukumu labda ya baba au ya mama. Kama ingekuwa hivyo basi wale ambao leo wanaingia katika ndoa ambazo hawana mtoto, labda ni mgumba mwanaume au labda mama ni tasa, basi hakuna ulazima wa kuendelea, wangeachana. Lakini tunaona na tunafahamu familia nyingi ambazo mpaka leo tunavyozungumza wamedumu katika uhusiano wa kindoa, katika uhusiano wa kiagano huo mtakatifu kwa miaka mingi bila hata mtoto. Kumbe kuna makusudi mahususi ya pekee ya ndoa, na hayo ndio tunapaswa kuyatafuta. Juma katika masomo yaliyopita tulijaribu kuangalia kwa kifupi, lakini kwa muda wetu mchache hatuwezi tukazama ndani. Kwa hivyo ninakualika wewe msikilizaji na mimi pia tuzidi kujifunza na kuangalia hasa kusudi la ndoa kwa nini. Kwa sababu wengi wanafikiria kwamba mwanamke yeye anapaswa kuwa msaidizi. Lile neno msaidizi unahisi ni kama mwanamke anapokuja nyumbani sasa ameolewa, anapaswa kupika, anapaswa kuosha vyombo, anapaswa kufua, anapaswa kudeki nyumba, anapaswa kufanya usafi wa nyumbani, anapaswa kufanya majukumu yote nyumbani, all domestic activities anapaswa kuyafanya yeye. Alafu na mwanaume yeye anapaswa tu kutoka nje huko kuleta majukumu, mahitaji ya familia. Na tukaona vipindi vilivyopita kwamba hii tu peke yake haitoshi. Kuna mambo makubwa sana, kwa sababu mume na mwanamke ukirudi katika misingi ya Biblia, kitabu cha Mwanzo 1:26, 27 na 28 na 29, hapa tunaona Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke, wote aliumba, na akawatamkia kwamba wakazae, wakazidishe, wakaongezeke, wakatawale, wakamiliki. Kwa hivyo wote walipewa ahadi za kwenda kuongezeka, kama kufanya biashara, kuzidishwa na kuongezeka hivyo. Sasa jambo la pekee ambalo tunaliona ni kwamba katika bustani ya Edeni pia hakukuwa na haya majukumu ambayo leo sasa wanawake wamevikwa. Katika bustani ya Edeni hakukuwa na vyombo vya kuosha, hakukuwa na nguo za kufua kwenye bustani ya Edeni, hakukuwa na domestic activities ambazo leo sasa tuko hapa jamii imechukulia hayo mahitaji kwamba ni ya mwanamke tu. Ndani moja ya masomo yajayo pengine naweza tukaliangalia hili kwa umakini wake na kwa upana. Lakini kipekee tu
nikurejeshe kabla tujaingia sasa kwenye Biblia kwenda kuweka msumari wa mwisho. Mojawapo ya vitabu vya mahusiano, na hapa ninaye mwandishi nguli wa mambo ya mahusiano, familia, mambo mbalimbali ya kiroho, Ellen G. White. Yeye ameandika kitabu cha mahusiano na ujumbe kwa vijana. Kitabu kinaitwa Messages to Young People, ujumbe kwa vijana. Mtafsiri hivyo Kiswahili. Kitabu hichi kipo, ni kizuri, ukifanikiwa ukipata ni kizuri ukisome. Katika sura zake za mwishoni, na hasa ukienda katika ile sura ya 152 ambayo inazungumzia premature marriage, yani ndoa changa, na ukiangalia tena kichwa kidogo cha habari ambacho kinasema the danger of early attachments, miunganiko, hatari ya miunganiko ya mapema, katika ukurasa wa 452 paragrafu ya pili, ukurasa wa 452 paragrafu ya pili, yeye anasema a youth not out of his teens is a poor judge of the fitness of a person as young as himself to be his companion for life. Ellen G. White anajaribu kusema hapa kwamba kijana huyu wa kiume kama hajatoka katika umri wa miaka 10 na kitu, bado anakuwa ni poor judge, bado anakuwa ana udhaifu wa kufanya maamuzi, ule ukomavu wa fikra, ukomavu wa kuamua mambo, wa kuhoji mambo, wa kufikiria, reasoning capacity yake inakuwa bado, kwa mujibu wa Ellen G. White. Na hapa sasa ukiangalia hii average ambayo nimekutajia ya nchi mbalimbali, umri wake wa kuoa kisheria, lakini pia mojawapo ya vitabu hapa tu kwa sababu nimechukua Ellen G. White amezungumzia katika kitabu cha Message to Young People ukurasa wa 452 paragraph ya pili kwamba kijana wa kiume akiwa hajatoka kwenye miaka ile 10 na kitu, teens, zile 18s, 17s, 16s, 15s, 14s, 13, 19, 18, hizo bado hayuko vizuri katika kufanya maamuzi na kuingia hasa katika masuala mazima ya ndoa, yani kumchukua kijana mwenzake kwanza kuishi pamoja. Sasa Biblia inatupatia ukweli wa mambo na jambo hili la pekee. Katika kitabu cha Hesabu, kitabu hichi cha Torati ambacho kimeandikwa na Musa, kinachoitwa Hesabu. Katika kitabu cha Hesabu sura ya kwanza aya 20, sura ya kwanza aya 20, kitabu cha Hesabu inasema hivi: na wana wa Reuben mzaliwa wa kwanza wa Israel vizazi vyao kwa kuandama jamaa zao na nyumba za baba zao kama hesabu ya majina, kichwa kwa kichwa. Nakumbuka tu katika utamaduni wa zamani ya Israeli ya kale, wanaume ndio walikuwa wanahesabiwa. Hata Yesu alipowalisha watu 5,000, ile 5,000 ni idadi ya wanaume waliokula ile mikate, ukiacha watoto na wanawake. Sasa wanaume wanaanza kuhesabiwa, au tamaduni hizi za Israeli ya kale katika Biblia walikuwa wanaanza kumhesabu kijana wa kiume, mume, umri wake ni kuanzia miaka 20 na kuendelea. Maana ukisoma hapa chini anasema kwamba kila mtu mume tangu umri wa miaka 20 na zaidi, wote walioweza kwenda vitani, yani wote walioweza kwenda kwenye majukumu, kwenda kwenye majukumu mbalimbali. Na hata ukiangalia sheria hizi za kutoa tax, ya kutoa ushuru, ya kutoa michango mbalimbali kwenye jamii ya kale, vijana wa miaka 20 kupanda juu walikuwa wanatoa tofauti na wale ambao ni chini hapo na wanawake. Kwa hivyo tunaona katika msingi wa Biblia kwa kijana wa kiume ni vizuri akiwa na miaka 20 kwenda juu. Kwa hivyo wewe ambaye sasa una miaka 20, miaka 21, miaka 22, 23, 24, unaweza kuingia katika ndoa, katika mahusiano ya ndoa. Lakini pia nikukumbushe kwamba ulimwengu huu umejawa na vitu tofauti. Unaweza kukuta mtu mwenye miaka 19 au 18 tayari ameshakomaa, ana akili, ana utambuzi, ana uelewa mpana kabisa, kama mtu ambaye ana miaka 35. Uchambuzi wake na upembuzi wa mambo ni mpana na mkubwa sana, anaelewa mambo haya vizuri. Basi huyo katika hofu ya Mungu anaweza kaendelea mbele, ikiwa zile sababu zingine za msingi za ukomavu zimekizi vigezo, anaweza kaendelea mbele katika swala zima la ndoa. Kwa hivyo hatujaachwa nyuma sisi wanaume na kuanza kuogopa labda na kufikiria kwamba
labda mpaka nifikishe miaka labda fulani hivi nitakuwa nimekomaa, kama ambavyo jamii inatafsiri. Lakini kwa mujibu wa neno la Mungu, kijana mwanamume anatafsiriwa yule kuanzia mwenye miaka 20. So kama una miaka 20 na kuendelea, you're good to go. Lakini hiyo haimaanishi tu ni sababu pekee. Umri si kigezo pekee cha kuingia katika ndoa. Kumbuka hili. Umri sio kigezo pekee cha kuingia katika ndoa. Viko vigezo vingi lukuki, na hapa tulisema jambo moja la kuzingatia. Tuzingatie kwamba umri si kigezo pekee cha mtu kuingia katika ndoa. Je, mtu huyo amekomaa kimwili? Akili yake iko sawa? Hisia zake, kiroho, kiuchumi, kijamii, mambo yote haya yakiwa amekomaa vizuri, basi huyo aweza kuendelea na taratibu za ndoa. Lakini tusisahau kwamba ndoa ina makusudi zaidi tu ya kuzaa watoto. Ndoa ina makusudi makamilifu, mazuri na sahihi zaidi tu ya tendo la ndoa. Kuna mambo mengi mazuri ya msingi ya muhimu ambayo yanapatikana katika ndoa. Ni jukumu lako na jukumu langu kuzidi kuyafahamu. Kuna vitu vingi sana ambavyo viko hapo. Simaanishi kwamba haya mambo hayana umuhimu, hapana. Tendo la ndoa kwa wakati sahihi, hasa katika agano la ndoa, ni jambo ambalo ni la msingi na la pekee, na ndio maana Mungu aliliweka. Lakini mambo ya msingi ya kuzingatia ni ukomavu hasa wa fikra, hisia, kijamii, kiuchumi, kimwili, kiroho na nyanja mbalimbali za maisha. Mungu atubariki sana kwa hapa. Kwa hivyo leo tumejibu, je, ni umri gani sahihi wa kuingia katika ndoa? Umri sahihi wa kuingia katika ndoa kwa mujibu wa maandiko na hasa hapa Biblia, kwa kijana wa kiume ni miaka 20. Lakini kwa mujibu wa nchi inatofautiana. Kwa Tanzania binti wa miaka 14 kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kwa ruhusa ya wazazi, lakini pia kwa kuapa kwa mahakama, ni halali kabisa kuingia katika ndoa. Lakini pia binti wa miaka 16 ni halali kuingia katika ndoa, na nchi mbalimbali zinamchukulia lakini kulingana na nchi na tamaduni nyingi, naona zinasema kijana ni vizuri akiondoka katika ile miaka ya 10 na kitu. Ukishafika kwenye miaka 20, you're good to go. Mungu atubariki sana na Mungu atuwezeshe. Na mimi kutakuwa kuna masomo mazuri yanafuata. Kama una swali, kama unaoni, andika hapo chini kwenye comment, usiache, usiruke. Andika hapo kwenye comment nasi tutazidi kujifunza kwa zaidi. Mungu anatubariki sana. Uwe na wakati mzuri. Karibu sana kwa swali, kwa nyongeza, kwa jambo lolote ambalo ungependa kushare pamoja na sisi. Mungu akubariki sana.